Na waomba tu akina mama msiweke masharti haya mkaacha kuolewa kwa masharti ya namna kama hii. Hili ni kwa watu ambao pengine maalumu, kwa sababu maalumu. Huwa anafika mahala ambapo kwamba wao wakiwa wanaongoza watu hawa wakati mwingine hawachungi hawa watu ambao kwamba wanawafuata. Yule ambaye kwamba ana akili salama na maumbile yake bado yako salama, hajaathirika, basi siku zote ni mtu ambaye kwamba anapenda kupata mtoto. Kwa hiyo siku zote mtu anapopata kitu ambacho anakipenda anafurahi. Wapenzi watazamaji wa Afrika TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni wakati mwingine tena tunapokutana katika mfululizo wa vipindi vyetu mbalimbali vinavyokujia kupitia hapa Afrika TV. Na siku kama leo ya Jumapili, muda kama huu, kama kawaida, ni wakati wa kipindi chako bora kabisa, kipindi chako pendwa, kipindi chako cha Uliza Ujibiwe, kipindi ambacho kinachokujia pamoja na siku kama leo ya Jumapili, lakini vile vile Jumatano na Jumamosi saa 3 za usiku hadi saa 4 kamili za usiku. Kama kawaida, kipindi chetu tunakigawanya katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni hii ambayo tunafungua laini zetu kupitia nambari ambazo zipo kwenye runinga yako. Utaweza kutupigia moja kwa moja kupitia la simu yako. Tumerudi tena Zanzibar, Ustaz Abdallah bin Suleiman hapa. Ustaz Abdallah kutoka kule Zanzibar, karibu Ustaz Abdallah. Haya, mimi nina maswali yangu kama mawili, pengine yakizidi matatu. Mawili yazidi matatu. Ustaz Yahya alikuwa na matatu kutoka Zanzibar. Na kwanza swali langu la kwanza ni zipi nashidi ambazo zilizokuwa zinafaa kusikiliza kwamba Waislamu, kwa sababu kuna baadhi ya nashidi nyingine zinakuwa zina ala ya muziki, lakini zinakuwa zinazungumza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na bwana mtume, na nyingine zinakuwa zinaamrisha mema. Je, nashidi zipi ambazo zilizokuwa zinafaa kusikiliza mwanadamu? Je, zile zenye muziki ambao ulikuwa haukeri au zilizokuwa hazina muziki kwa kawaida? Swali langu la kwanza hilo. Alafu swali langu la pili, hili dufu ambalo lilikuwa linapigwa kwenye maulidi, yani kama tuseme kwa mfano wanaposoma maulidi, wanakuwa zile kasida kama ya nabii wanakuwa wanasoma kwa dufu. Yani hili dufu kwenye maulidi au kwenye shughuli ya kusoma maulidi, je, inafaa, iko sahihi kupiga dufu au kupiga dufu haifai, usome tu kama kawaida? Mimi swali langu nauliza, kwenye kusali kwenye rakaa ya mwisho unaruhusiwa kuomba dua? Kusali rakaa ya mwisho? Yani ile rakaa ya mwisho katika swala. Kuomba dua sehemu gani Rashidi unapokusudia? Ukiwa kwenye sijda. Kwenye sijda. Swali lako linasemaje? Swali langu shekhi, nataka niulize jambo moja kuhusiana na hizi bid'a, kwa sababu kuna baadhi ya hawa watu wa bid'a wanastadili na ile kwamba kuna bid'atul hasana katika dini. Sasa kaifa naruddu hadhihi shubha, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu bid'atin dalala, na wengine wanasema katika dini kuna bid'a hasana. Kaifa naruddu hadhihi shubha ya Sheikh? Tafadhali. Una swali lingine? Hapana, swali hilo moja tu. Asante. Naam. Kuna hekima gani kuzaliwa kwa mtoto na watu wakafurahi? Na kuna hekima gani kufariki kwa mtu huyo watu wakalia? Kuhusu masuala ya migogoro ya kindoa, tunaona siku hizi ndoa zinakuwa ni zinafunga nyingi na zinavunjika nyingi. Je, ni hatua gani katika kisheria ambazo zinapaswa kufuata na kuzingatia ili kuvunjika kwa haraka?
Na je, au elimu ambayo inatolewa kuhusu ndoa inatumika njia gani ambayo inaweza kuzuia visivunjike? Au na swali jingine hapa kuhusu madhehebu. Tumesomeshwa kwamba Mtume hakuwa na dhehebu lolote isipokuwa dini ni Qur'ani na Sunna na muundo wake. Je, haya madhehebu yameletwa nani? Wapenzi watazamaji, baada ya mapumziko hayo tunaendelea na sehemu yetu ya pili ya kipindi cha kujibu maswala yenu. Ishaka kutoka Dar es Salaam anaulizia kwamba iwapo kwamba mtu amekwenda kutaka kuoa, mwanamke akaweka sharti kwamba mimi utakaponioa basi usiongeze mke mwingine. Ukiongeza mke mwingine, ukitaka kuongeza mke mwingine, mimi uniache, unipe talaka. Je, sharti hili linazingatiwa kisheria? Na baadhi wanazuoni wanaona kwamba ni katika masharti ambayo yanazingatiwa kisheria. Ni katika masharti ambayo yanazingatiwa kisheria, kwamba iwapo kwamba anaona kwamba mwanamke ameona kwamba yeye hatoweza kuvumilia ukiwenza kwa anataka peke yake, basi akiweka sharti hilo na wewe ukakubali, basi ni kwamba Waislamu wanasimama juu ya masharti yao. Waislamu wanasimama masharti yao, na katika masharti ambayo kwamba ni masharti muhimu na ya kutiliwa mkazo kabisa ni yale masharti ambayo mnayaweka ya kuhalalishiana kati yenu mke na mume. Kwa hiyo likiweka sharti hilo, ukikubali sharti hilo, inabidi kwamba ulikubali sharti hilo. Na waomba tu wake na mama, msiweke masharti haya mkaacha kuolewa kwa masharti ya namna kama hii. Hili ni kwa watu ambao pengine maalumu, kwa sababu maalum. Ustaz Abdalla kutoka Zanzibar anaulizia kwamba ni zipi nashidi ambazo ni sahihi. Tunajua kusema kwamba nashidi ambazo kwamba ni sahihi, nashidi ambazo kwamba ni sahihi ni nashidi ambazo tunasema kwamba nashidi ambazo kwamba hazina takriban, tunasema kwamba hazina ukinzani, ni zile nashidi ambazo hazina kuwa na maudhui yenye maana sahihi, maudhui yenye maana sahihi, na zikaimbwa kwa sauti inayokubalika na kwa utaratibu ambao unakubalika, kwa malengo yanayokubalika, na hazikuongezewa kitu kingine chochote. Hizi takribani ni nashidi ambazo kwamba zinakubalika, na kama si wanazuoni wote, basi ni sehemu kubwa ya wanazuoni. Na baada ya hapo sasa kuna nashidi ambazo kwamba wanazuoni wanatofautiana zikiambatana na baadhi ya vitu vingine. Nashidi ambazo hazikubaliki kabisa kwa wote, nashidi ambazo zitaambatana ndani yake na uhamasishaji wa mambo machafu na maovu, hizi hazitokubalika, au zikaambatana na vitu ambavyo kwamba ni haramu, kama vile ala ambazo zimeharamishwa kisheria. Anaulizia hivi dufu la kwenye maulidi nafaa au halifai? Dufu vile vile tunasema kwamba tunapozungumzia dufu, kuna dufu ambalo kwamba linakubalika takribani kwa wanazuoni wote. Ni ile dufu ambalo kwamba linapigwa kwa ngoma ambazo ni za upande mmoja, yani ni ngoma ambazo zimetengenezwa kwa muundo kwamba zina sehemu ya ngozi na sehemu ya pili imekatwa, iko wazi. Zikatumika hizo tu na zikafanywa na akina mama katika mahala ambapo wapo akina mama peke yao. Hizo dufu za namna kama hizo ni dufu ambazo takribani hazina khilafu inayozingatiwa kwa wanazuoni. Baada ya hapo sasa, dufu nyingine ambazo wakati mwingine kufanywa na wanaume, wanazuoni wanatofautiana kuhusiana na dufu za namna kama hiyo na dufu ambazo zinaambatana na ala zinginezo. Basi utofauti wa wanazuoni upo katika maeneo tofauti na kwa kiwango tofauti
Kwa hiyo dufu ambazo tunasema kwamba wanawake wakiwa peke yao katika mazingira yao kwa nyimbo ambazo kwamba ni za heshima, na basi wanapiga dufu zao, hazina tatizo lolote. Dufu ambazo kwamba zitakuwa nizo dufu bila kuambatana na chochote kile, hata zikapigwa na wanaume, ingawa na baadhi wanazuoni wanahakubaliani, bado ni katika eneo ambalo kwamba linaingia katika kuwa na nguvu za kukubalika. Dufu sasa zinazokuja kuambatana na hizi ala nyingine ziada ni dufu ambazo kwamba ni vizuri tukaziepuka. Siwezi kusema moja kwa moja kwamba ni haramu, lakini ni vizuri tukaziepuka. Ama zile dufu ambazo zinazofanywa sasa hivi na uchezaji wa ovyo na vitu vya namna kama hiyo, hakuna mtu au mwanachuoni yote anaweza kuzikubali. Anaulizia kwamba maana watu kwamba kuoa kwa kufanya utaratibu mzuri wa kufuata sheria, halafu wakafanya mambo ambayo si ya kisheria, kama vile muziki ambayo haikubaliki kisheria, na mtu anasema kwamba hii ni mila zetu, ni ada zetu, hata kama ni mambo ambayo kwamba yanakwenda kinyume na sheria. Kwa kweli ikiwa ni hivyo kwamba jambo ambalo linakwenda kinyume na sheria, alafu anasema kwamba ni ada zetu, huyu mtu atakuwa ima tunasema kwamba ni jahil, ni mjinga, au pengine udhaifu wake wa imani umekuwa mkubwa sana na anahitaji kupata nasaha. Kinyume chake yanaweza yakampelekea mbali zaidi. Tujiepushe sana na kukinzana na sheria kwa sababu tu kwamba eti mila na desturi zetu zinataka hivyo. Na umetaja hapa pengine msana masuala ya lugha nyingine ambayo kwamba inaashiria mbaya zaidi kwamba umesema swala la kwamba wanatambika. Ikiwa sasa anaingiza, kwa sababu tunapozungumza matambiko sasa ni kujikurubisha kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hayo yanaelekea sasa kwenye ushirikina. Tuchukue tahadhari sana, kwa sababu unaweza ukafanya jambo la chimbuko lake ni jambo la kheri, lakini ukaliambatanisha na vitu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi al-Qudsi anasema kwamba man amila amala wa ashraka bi ghairi taraktuhu wa shirkahu, yote yule atakayefanya jambo zuri la kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini akamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kufanya kwake na vitu vingine, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala analiacha hilo, na huyo uliyemshirikisha na yeye anajiweka kando nalo. Kwa hiyo tuchukue tahadhari, tusije tukaingia katika maeneo ya namna kama hiyo. Tuchunge mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kufanya mambo yetu yote. Rashidi anaulizia kwamba je, inafaa kuomba dua katika sijida ya mwisho? Rashidi anajibu tunasema kwamba eneo la sijida ni katika maeneo ambayo yanapendezeshwa kuomba dua, yanapendezeshwa kuomba dua, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba mja anakuwa karibu zaidi na Mola wake pale anapokuwa amesujudu. Kifika mahala ambapo kwamba paji lake la uso mtu hili ambalo ni sehemu ya hadhi ya muonekano wake, sehemu ya heshima yake, akalisujudisha katika ardhi kwa kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitendo hichi kinamweka karibu mno na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa eneo hilo ni eneo ambalo kwamba la kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni eneo la kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni karibu zaidi kujibiwa dua maombi hayo. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwamba sawa ni sijida ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, sijida zote ni eneo ambalo kwamba tunapendezeshwa kuomba dua. Tahadhari tu kwa maimamu huwa anafika mahala ambapo kwamba wao wakiwa wanaongoza watu wakati mwingine hawachungi hawa watu ambao kwamba wanawafuata. Mtu anafanya namna unapokuwa unawasalisha watu, unatakiwa kwamba hasa watu ambao kwamba wana hali tofauti, unatakiwa kwamba kufupisha vya kutosha kabisa, kufupisha kwa kisha tu kwamba zile nguzo na baadhi tu ya sunna zinapatikana, na wala usirefushe kiasi ambacho kwamba sasa utaweka katika udhia hawa unaowasalisha, usije ukawafitinisha watu. Mlicho kutoka Tabora anaulizia kwamba hivi kuna baadhi ya watu ambao kwamba wanasema kwamba kuna bid'a hasana katika dini,
tunawarudi vipi watu hawa? Swala la bid'a mjisho na watazamaji kwa ujumla, ni swala ambalo kwamba kuna vigawanyo tofauti. Kuna vigawanyo maarufu zaidi kwamba kuna bid'a ambazo kwamba ni tunasema kwamba ni bid'a mukaffira, ni bid'a ambazo kwamba zinampelekea mtu kukufuru kabisa, na kuna bid'a ambazo kwamba ni ghaira mukaffira, hazimpelekei mtu kukufuru. Hichi ni kigawanyo cha aina moja. Bid'a baada hapo sasa, kuna vigawanyo kwamba kuna bid'a wanazigawanya baadhi wanazuoni kwamba kuna bid'a mahmuda na bid'a madhmuma. Bid'a mahmuda na bid'a madhmuma, na msingi wa kusema kwamba bid'a madhmuma ndio hasa ambazo kwamba huwa zinaitwa kwamba ni bid'a moja kwa moja. Lakini bid'a mahmuda ambazo wanazozikusudia, wanakusudia kwamba kwa sababu bid'a nini? Bid'a ni yale matendo ya kiibada ambayo hayana asili katika kitabu wala katika sunna. Haya ndio tunaita kwamba nini? Bid'a au ijmaa ya wanazuoni. Hayo aliyokuwa hayana asili, haya tunaita kwamba ni bid'a, na haya ni bid'a madhmuma. Lakini kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba yana asili katika sunna, yana asili katika kitabu, katika sunna au makubaliano wanazuoni. Hasa baadaye haya yakawa na muundo fulani au taratibu fulani, haya yanaitwa kwamba yanaweza ikaingia katika utaratibu huo. Na msingi wanaogawanya hivi na miongoni yanayonasibishwa kabisa ni na mwanachuoni Nasr Sunna Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i, ambaye aligawanya bid'a akasema kwamba kuna bid'atu yani madhmuma na bid'a mahmuda. Na anapokusudia kwamba bid'a mahmuda, tegemeo lake ni maneno ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alipokuja kuwakusanya masahaba ridwanullahi alaihim, wakiwa na imamu mmoja akiwasalisha kwa haraka maalum ambazo kwamba alikuwa anasalisha, akasema Sayyidina Umar alipopita akasema neematul bid'a hiya, kwamba ni bid'a iliyokuwa nzuri, ni bid'a iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo akajengea msingi huu kwamba kusema kwamba bid'a ambayo kwamba ni bid'a madhmuma. Lakini kiasi ni kwamba tunaposema bid'a tunazungumzia kile kitu ambacho kwamba ni kitu kimeongezwa katika dini na hakina asili. Ustazi Makame kutoka Zanzibar anasema hukumu ya kwa nini hikma ya kwamba kunapozaliwa mtoto watu wanafurahi na anapofariki watu wanalia. Anaulizia hikma ya na watazamaji kwa ujumla. Katika hikma ni kwamba jambo la kwanza kabisa ni kwamba kwa nini watu wanalia wanafurahi anapozaliwa mtoto. Kikawaida mwanadamu yote yule ambaye ana umbile salama na akili salama, basi huwa katika nafsi yake kuna ghariza ya kupenda watoto. Na Allah subhanahu wa ta'ala tuambia kwamba zuyina linnas shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth dhalika mata'u al hayati ad-dunya. Kwa hiyo mtu yoyote yule ambaye kwamba ana akili salama na maumbile yake bado yako salama, hayajaathirika, basi siku zote ni mtu ambaye kwamba anapenda kupata mtoto. Kwa hiyo siku zote mtu anapopata kitu ambacho anakipenda anafurahi. Kwa hiyo anapozaliwa mtoto mtu hufurahi, kwa sababu ni neema miongoni mwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala humruzuku mja wake. Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha, anaomba namna anavyotaka. Yahabu liman yasha'u dhukura wa yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura au yuzawijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah subhanahu wa ta'ala naumba, humpa mtu mtoto wa kike, humpa watoto wa kike, mwingine humpa watoto wa kiume, mwingine humchanganyia wa kike na wa kiume, au mwingine vile vile humfanya kwamba akose mtoto. Anayekosa mtoto huwa anajihisi kwamba amepewa mtihani na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu
lipenzi la kupata mtoto analipenda. Kwa hiyo anapopata mtoto mtu, kwa sababu ni kitu anachokipenda, basi hufurahi. Siku zote mtu anapopata kitu ambacho anachokipenda huwa anafurahi. Hilo ni moja. La vile, kwa nini sana anapoondoka mtu, siku zote anapotokwa mtu na kitu ambacho anakipenda huhuzunika. Na hili ndilo ambalo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika mahala akasema, alipoondokewa na kijana wake Ibrahim, anasema wa inna lifiraquka ya Ibrahim la mahzunun, na sisi kutengana nawe ukatangulia akhira tunahuzunika. Kwa hiyo hili ni swala ambalo kwamba ni la kimaumbile, kwamba mtu anapoondokewa, na hili inaitwa kwamba ni sehemu ya nini? Ni sehemu ya misiba, sehemu ya msiba ambao unampata mja kuondokewa na mtoto wake, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika kitabu chake kitukufu, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju' wa naqs min al-amwali wal-anfus. Vile kuondokewa ni katika eneo ya mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo inahitaji subira. Na kwa hiyo anapopata mtu na mtihani huzunika, na kuhuzunika huku kuna mipaka yake. Huzuni katika Uislamu ina utaratibu wake, kama ambavyo kwamba furaha ina utaratibu wake. Kwa hiyo anaruhusika mtu ikafika mahala ambapo akahuzunika, akabubujikwa na machozi, lakini haipasa sasa mtu kupiga mayowe haya ni vitu ambavyo kwamba katika sheria havikubaliki. Lakini kama atalia, atatoka na machozi na vitu vya namna kama hiyo, ni jambo ambalo kwamba ni la kimaumbile. Hashim kutoka kule Zanzibar anaulizia kwamba kuna kutokuwa na swala la ndoa zetu kuvunjika kwa wingi. Sasa fanyeje ili kudhibiti kuvunjika ndoa kwa wingi? Hashim na watazamaji kwa ujumla, ni kwamba katika wakati tuliokuwa nao kweli kuna hilo dhahira, kuna huo muonekano wa ndoa nyingi ndoa kwamba kuvunjika. Talaka zimekuwa ni nyingi sana. Talaka zimekuwa ni nyingi sana. Sasa nini cha kufanya ili kupunguza? Jambo la kwanza kabisa ni kuwa kujua lengo la kuoa. Kwa sababu mtu unapofanya jambo unajua lengo lake, kusudio lake ni lini, basi utakuwa unaichunga hiyo ndoa ili kufikishe kwenye lengo. Sasa kuna watu ambao kwamba huwa mtu anaoa kwa sababu fulani ameoa na yeye anaoa, hana malengo. Kwa nini anafanya nini? Anaoa. Na wakati mwingine leo hii ulimwengu huu ambao kwamba umeathirika na fikra za kimagharibi, fikra ambazo zinawaza mali, fikra ambazo kwamba zinawaza kipato, zinawaza ni dunia tu ambazo inakiwaza. Fikra hizi za kimagharibi ambazo tumesomeshwa nazo, mtu anapelekwa shule kwamba atasoma ili aje apate kazi, apate pesa. Mtu hata anapofika mtu anataka kuolewa, basi anachowaza kwamba mimi nikifika huko nitakwenda kupata nini, ni vitu ambavyo kwamba vipaumbele sana ni masuala haya. Sasa mtu anapofika kule akajikuta kwamba yale aliyoyalenga ya kidunia pengine wakati mwingine hayapo, na inafika mahala wakati mwingine hata mume kudanganya, anakwenda akionyesha madhahiri ambayo kwamba sio hali aliyokuwa nayo. Basi anafika mahala ambapo kwamba akifika huyu mke pengine anafika mahala ambapo anajikuta kwamba amedanganywa na vitu vya namna kama. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ni kujua lengo la ndoa, lakini vile sehemu nyingine ni katika vitu ambavyo kwamba vitatuhifadhia ni kuifahamu hiyo ndoa ni tuifahamu, kwa sababu wengi wanaingia katika ndoa lakini hawaifahamu ndoa, hawafahamu majukumu yao katika ndoa. Kwa hiyo mtu anaingia katika ndoa lakini hajui jukumu lake ni lipi. Sasa inapofika sasa kwamba mtu hajui jukumu lake katika ndoa, atafanya mambo ambayo alikuwa hapaswi kuyafanya, au ataacha kufanya jambo ambalo lilikuwa linamwajibikia kufanya. Sasa akifanya hivyo linapelekea kwamba mtu hiyo ndoa iwe katika hali ya tahadhari. Jambo lingine, kuna baadhi ya watu wanaingia katika ndoa lakini wakifikiria pengine namna mawazo yao kwamba yule anayekwenda kuoana naye basi anataka kwamba awe kama malaika, na hili ni jambo ambalo kwamba ni mustahil. Anayeoa ni mwanadamu,
anaweza akapatia, anaweza akakosea. Anayeolewa ni mwanadamu, anaweza akapatia na anaweza akakosea. Sasa kinachotakikana ni pale ambapo kwamba mmoja wapo anapokosea, basi kuenda katika kurekebisha ili maisha yaendelee. Lakini ikiwa kwamba utachukulia kwamba akikosea ndio hapa mwisho wa ndoa yetu, sasa ndoa itaharibika. Jambo lingine ambalo kwamba vile vile linachangia ni swala zima kwamba watu huwa tunapofanya mambo wakati tayari tumeshafunga ndoa. Wakati wa kufunga ndoa, wallahi alhamdu, ni kwamba ndoa hazifungwi mpaka watu watafute shekhe ambaye atazingatia, ataelekeza utaratibu wa kisheria kwamba mtu unapooa unatakiwa kufanya jambo fulani, lipatikane jambo fulani. Halafu baada ya kushakuwa umeshafunga ndoa, mtu yeye hajui hukumu za kisheria, anafanya mambo, sawa ni mke anafanya mambo, sawa ni mume anafanya mambo. Mume ataweza kufanya jambo kabla ya kupata kujua hukumu yake, anafanya. Halafu akishakuwa ameshafanya, ameshaharibu, sasa ndio sasa anafikiria kupiga simu kwa shekhe, nimefanya hivi, fanya hivi. Sasa ilikuwa kwamba wewe unachotakikana, mimi huwa na baadhi nawaambia kwamba mimi unaambia kwamba nije nishuhudie kuoa kwako. Mimi kwenye ndoa sina mchango wowote kwenye ndoa. Ndoa itaweza kufungwa bila mimi kuwepo. Wali yupo, mashahidi wapo, utaozeshwa. Lakini nimekuja mimi kuchunga mipaka ya kisheria kwamba imefanyika, imetekelezwa kikamilifu. Sasa unapotaka kufanya jambo, kabla hujalifanya, nipigie simu kwamba shekhe, mke wangu kapika ugali, chumvi imezidi. Sasa nataka kumpa talaka au nataka kumwambia maneno fulani. Je, nikimwambia maneno haya itakuwa ni talaka au sio talaka? Ili utakapokuja kuyafanya unayafanya ukijua kwamba hicho unachokifanya kinaharibu ndoa yako. Usije kwanza ukafanya halafu ndio sasa unanipigia simu. Mtu ushamwacha mke wako talaka tatu, umeshampa talaka tatu kwa mara moja, halafu ndio unampigia shekhe, eti shekhe, talaka tatu kwa mara moja inahesabika ngapi? Wewe ulitaka kwanza, jambo la kwanza kabisa kabla ya kumpa talaka umpigie simu shekhe, mimi nataka mke wangu kwa namna alivyoniudhi, mimi naona kwamba nimpe talaka tatu, na naambiaje, zinakuwa vipi, hukumu yake ni ipi? Halafu akisha kufahamisha ndio ufikirie kumpa talaka. Sasa kuto kuchunga hukumu za kisheria kunatoa mwanya mkubwa sana kuharibu ndoa. Jambo lingine ambalo kwamba lina kwenye hili ukiukaji wa sheria ni kwamba wanaume tumekuwa na uharaka wa kuvunja sheria katika kutoa talaka. Mfano, mwanamke haawachwi tu kwamba wewe umeamua kutaka kuacha unaacha tu. Unapotaka kuacha lazima uchunge, uangalie kwamba huyu mwanamke upo katika hali gani, upo katika mazingira gani, na nimwache vipi. Mwanamke unapotaka kumwacha, kwanza lazima uhakikishe kwamba umemwacha akiwa hayuko katika hedhi. Sasa unatakana kwamba uhakikishe kwamba unamwacha akiwa hayupo katika tahara ambayo tayari mmeshakutana makutano yale ya mke na mume. Sasa ikiwa kwamba hayo yote, ikiwa kwamba yuko kwenye hedhi, usubiri amalize hedhi, halafu akishatoharika ndio mpe talaka. Ikiwa tayari mlishakuzungumza mazungumzo ya kiutu uzima, sasa unatakikana kwamba usubiri wewe mpaka aingie tena katika hedhi, atoke katika hedhi, ndio ufikirie sasa kumpa talaka. Sasa lau kama tungekuwa tunachunga huu utaratibu, basi talaka nyingi zisingetoka. Jambo lingine vile vile, unapofika mahala ambapo kwamba umemwacha, basi huyo mwanamke hutakikani kumfukuza nyumbani kwake. Hii nyumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaita kwamba ni ya kwake, ingawa wewe ndio umejenga na wewe ndio unalipia kodi, anaita kwamba ni ya kwake yeye. Anapasa awepo pale ukimhudumia huduma zote ulizokuwa unamhudumia. Uendelee kumlipia kodi, uendelee kumlipia chakula, uendelee kumnunulia mboga, uendelee kila ambacho kwamba alikuwa anastahili kukipata, aendelee kukipata mpaka eda yake itakapomalizika. Ikimalizika hapa sasa ndio atoke katika eneo hilo aende katika eneo lingine kwa kuanza maisha mengine. Na anapotoka vile vile unatakikana umwandalie chochote kile, kama ni fedha kidogo ambazo atakwenda kuanzia maisha akisubiri kupata mume mwingine. Lau kama tungelikuwa tunachunga huu utaratibu, basi kwa kweli ndoa talaka nyingi zisingetoka au talaka nyingi zingerekebishika mapema.
lakini kwa sababu hatuna utaratibu wa kuchunga huu utaratibu wa kisheria, basi hizi talaka zimekuwa sasa na uwepesi wa kupindukia. Na kuna sababu nyingine, lakini muda wetu ni mchache. Swali lingine Hashim anaulizia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na madhehebu. Haya madhehebu yametoka wapi? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na madhehebu kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa ni mwisho wa ufafanuzi. Lakini yale aliyozungumza na yale aliyozungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake ni mambo ambayo si kila mtu ana upeo wa kuyafahamu yote. Sasa katika haya maeneo ambayo kwamba yanafahamika na wanawazuoni, ndiyo ambayo yaliyozalisha madhhab, kwamba mtu mwanachuoni katika aya hii amefahamu hivi, mwanachuoni mwingine amefahamu vile, na mwanachuoni mwingine amefahamu vile kwenye hii maeneo haya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuyaika hayo kwa bahati mbaya. Ni matakwa yake ya kikauni, ni matakwa yake kwamba kuna maeneo ambayo atakayafahamu ni mwanazuoni. Sasa hawa wanazuoni waliofahamu wakafika mahala hapa kwamba unapokuwa wewe umechukua kauli ya huyo mwanazuoni aliyefikia hapo, ndio unasema kwamba wewe umechukua madhehebu ya imamu huyo. Kwa hiyo si jambo ambalo kwamba kama wanavyofikiria watu ni uzushi tu umezushi. Hapana. Ni swala ambalo kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Mpaka utakapokutana tena kwenye kipindi kingine cha Ulizojibiwe, ni ndugu yako Ibrahim Ghulam, na kuaga kwa kusema subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ulizana ujibi wasi wako